kinaendelea. Uhali gani mtazamaji wa Kamata TV, leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2025. Siku ya leo mezani kwangu nimekuandalia habari kubwa hapa nchini Tanzania. Ni kuhusu kesi ya Lissu Mahakama Kuu yahairishwa hadi Julai 11. Serikali imewasilisha mapingamizi Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam ikipinga kuitishwa kwa jarada la kesi la kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Upande wa Jamhuri umewasilisha mapingamizi hayo hii leo wakati kesi ya Lissu ya kuomba marejeo ya jarada la kesi yake ya uchochezi kitajwa mbele ya Jaji Elizabeth. Ingawa kabla ya kusikilizwa, jopo la mawakili wa serikali ikiwemo Nasolo Katuga aliwasilisha mapingamizi. Pamoja na mambo mengine, serikali imeomba mahakama itupilie mbali kesi ya Lissu kwa kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo kwa sababu airisho la mahakama ya Kisutu halikuwa la kumaliza kesi, haliwezi kuitishwa. Pingamizi lingine ni kuwa maombi ya Lissu yamekiuka sheria ya Jamhuri kifungu cha namba 372 kifungu kidogo cha pili cha CPA kinachozuia rufaa mapitio kwa uamuzi wowote wa mahakama ambayo haijamalizika shauri lake la msingi. Hivyo wamechanganya maombi mengine kwa pamoja. Kutokana na mvutano wa hoja kwa upande wa utetezi na Jamhuri, Jaji Mkwizu amehairisha kesi hiyo hadi Julai 11 mwaka 2025 kwa ajili ya kutoa uamuzi wa mapingamizi ya serikali. Lissu alifunguliwa kesi hiyo Mahakama Kuu ya Tanzania kuomba marejeo ya kuitishwa kwa jarada la kesi yake ya kuchapisha taarifa za uongo ili mwenendo wake upitiwe. Katika kesi hiyo, Lissu anaomba mahakama irejee uamuzi wa awali wa hakimu aliyeendesha kesi ya uchochezi inayomkabili Lissu katika mahakama ya Kisutu, ambaye alikubali maombi ya upande wa Jamhuri kusikiliza ushahidi wa mashahidi wa siri. Katika maombi yake, Lissu anadai kuwa kitendo cha kuwaficha mashahidi hao kuna asili haki yake ya kujitetea. Itakumbukwa Juni 22 mwaka 2025, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ilikubaliana na maombi ya upande wa serikali kuhusu baadhi ya mashahidi wake kuwasili, hatua ambayo inasababisha Lissu kufungua shauri hilo akiomba Mahakama Kuu kupitia usahihi wa uamuzi huo. Lissu anakabiliwa na kesi mbili za jinai katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, ikiwa kuchapisha taarifa za uongo na uhaini. Hii ni Kamata TV. Usisahau kutusubscribe katika YouTube channel yetu ya Kamata TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako Alex John Kamata. Asante na kwaherini kwa sasa.